anayetaka akamuweze mke wake akafanya haya mambo nitakayokutajieni. Mkiyafanya haya, hizi sifa nilizokutajieni mbaya, kama anazo, inshallah zitaondoka. Mtakuwa tayari inshallah? Hizi sifa 6 kule tuliyotajia 10, basi ngoja tuongeze 4 ziwe 10. Hizi sifa hizi mkiwa nazo, basi hawa wake mtawaweza, na saa nyingine hata kama hauna pesa atakuelewa. Tusemeni inshallah. Mabadiliko wao warekebishe zile, na sisi tuwe na sifa hizi hapa. Sifa ya kwanza kabisa, mwanaume anatakiwa awe romantic, awe mwenye ubembelevu. Vile anavyopanda hovyo wewe usipande, uwe una tabia ya kumstahimilia, yani kuwa mlaini, romantic na kuwa flexible. Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa hii alithibitishiwa na Mola wake. Alimwambia, lau kunta ya reti wewe Muhammad ungekuwa mgumu, sio mlaini kwa hawa masahaba hawa, ingekuwa unaamua tumeshaamua kamanda wewe, lamfadhu min haulika, asingebakia Umar wala Abubakari, wote wangekukimbia. Lakini kwa sababu umekuwa mlaini, mara nyingine wanakutukana na unakumbatia, unabembeleza, wanatabu, basi wenyewe wamekuganda. Basi tunazidi kukuambia, endelea kuwashauri. Una jambo lako, japo wewe ni kiongozi, watake ushauri, sawa? Kaa nao kwa wema. Hii ni rehema ya Mwenyezi Mungu imekufanya uwe hivi. Kwa hiyo pamoja, si tuna uwezo wa kupiga, tuna uwezo wa kuacha, tuna uwezo wa kutoa hela, tuna uwezo wa kuzuia, lakini tuwe walaini kwao. Ndio shekhe wangu mmoja anasema, akirudigi nyumbani akimkuta mke wake ashaanza kupandwa na wadudu wake, kashaukunja mdomo, wewe baba fulani nakwambia, basi yeye kimya, anatoka nje, akija ana chips mayai mbakula anakula chips, akiona anatoka anaenda kuleta na soda, ambia kunywa. Mwisho kabisa, sasa baba fulani yashaisha Kwa hiyo romantic, hii sifa hii, na ndio ilivyo. Umeona bwana, ndio ilivyo. Mtu hata njiani huku mkikutana na mtu akakuashia moto, wewe utaniambia nini? Alafu wewe samahani, basi aishi. Yaani ukishuka chini mwenyewe anakuwa mnyonge, basi pole shehe wangu, basi inshallah. Lakini anakuja na wewe unakuja, hamwezi kukaa sawa. Sasa wanawake, kwa sababu wana maneno mengi na wana hasira za karibu, hii ni tabia yao. Lakini wanaume wengine nashangaa, tabia hii ya wanawake wanayo wao. Mwanaume anagumu, akiongea amalizi. Wewe nisikilize mimi, wewe ndio nakwambia, mume wangu silishaisha, ngoja ndio nitia hasira mimi huyu. Usiwe hivyo bana, calm down, kuwa mpole. Mwanaume anaweza kustahimilia, stahimili maudhi yake. La kwanza hili. La pili ambao ni sifa nzuri ya wanaume, kuwa mkarimu. Yaani mkarimu, usikunje sana, usisubiri mpaka akuombe pesa. Shekhe, sisi wakati tunajifunza dawa, tunaambiwa ili njia ya kumpata mtu, kwanza mpe chochote. Hatuna chochote, tunamtia mafuta uzuri yale. Ikramu inafungua moyo. Hata kama kuna sehemu naenda kuposa, ile barua mnaiweka chochote kitu. Unaona wakiifungua nikajua ameweka buku 50. Hawa watu. Lakini wewe unapeleka barua ya uposi, umeandika tena si Kiarabu, majongo ili wapate tabu watafutane ya kusoma, na hamna hata 100. Kila siku barua ishasoma, bado itasomwa, anaitwa mzee. Wanaisomaje? Hamna hata chai. Lakini kabisa makaratasi mekundu yale yamewekwa ndani. Ikramu ile. Sasa mke huyu naye, ili umtawale, unajua mtu ili umweze kumtawala, usimtawale mwili wake, mtagombana. Tawale moyo, na moyo unatawaliwa na vitu kama hivi.
Wallahi mwanamke anapenda kupewa, ndo asilia yake, ndio maana wanaomba sana. Sasa usiwe eti ukitoa ile kodi ya meza kila siku tunakula 10,000, saa nyingine 5,000, ndo ile unaona umetoa ile haki yake, alafu si mnakula wote mbali ya ile. Yani siku moja tu shika hii 50, alafu ile 50 usiitoe hivyo. Ngoja nikuoneshe kitu. Unasubiri amefanya kitu cha kawaida tu. Sasa baada ya kitu cha kawaida ambia njoo nikutunze, kumbe una hata nyingi, una shilingi 20,000 tu. Umechapa vizuri. Sasa uko na 20,000 unazitolea huku, sio unazitoa mbali. Kaambia surprise leo. Umeona? Unamwekea kichwani. Umeona, unamwekea hivi. Hii natoa mfano, msizichukue Umeshapa vizuri. Hii utachukua hivi, hii unamwekea pale kwa kifua chake. Kwanza ngapi umenipa? Hataki ipotee hata moja. Hii utafanya viatu. Hii nakupenda. Basi angalia baada ya kutoa, nakupenda zaidi. Lakini usitoe kitu. Ukimshika nakupenda, basi ndo niachie. Penye udhia ala haya makaratasi. Ukiona hazipo nyingi, si una chenchi bukubuku tu. Mambo shaisha, hakuna hela isokuwa na kazi. Basi ukimtunza, wanasema pia wanampenda mwanaume mkarimu. Na mkarimu ni kawaida ipo karibu na watu. Mnyoshee mkono uone. Basi unakuta anasikia raha. Na kuna kale ka dressing kake, ukivuta ile drawer hamna kitu unatumbukiza. Anapenda sana ukarimu. Na ukarimu pamoja na yote, na wazazi wake, si mpaka wakupigie simu, si mpaka kuombe. Yani wewe tu mwambie hii utampa mama. Anapenda sana. Sifa ya 3 ambayo wanaipenda, wanasema wanapenda mwanaume pia akiwa msafi. Yani wanawake wanampenda mwanaume mwenye mvuto. Unaingia saluni, tengeneza ndevu zako vizuri, piga kanzu yako pasi au shati lako vizuri. Usikubali kinywa chako ila kisafi, meno yako meupe. Yani utasikia mume wangu hana kitu, akimshawa anajiweka. Lakini shekhe, utamkuno mmoja umeukunja hivi, vifungo vimepishana, ndo unauza mkaa basi mpaka huku kote, yani hivyo tu. Wanampenda pia kwa sababu wenyewe wameumbwa hivyo, kuwa msafi. Lakini pia sifa ya 4, wanampenda mwanaume ambaye mvumilivu. Kwa sababu wao wana madhaifu yao mengi. Akudai mwenyewe talaka, lakini ataka wewe uvumilie. Akutukane, lakini ataka wewe usijibu. Akuoneshe vituko kwa yale mapungufu yao. Wanampenda mwanaume mvumilivu, na mvumilivu hula mbivu. Na wanasema ili umweze zaidi, kuna baadhi ya mambo itakiwa uyafanye. Haya ni mbegu ya upendo. Wanasema picha za pamoja. Picha zinaleta mapenzi kwa wale watu wenye misimamo ya picha. Utaona hapa darasa hii haiendi, unaona simu zimebebwa hizi, picha zinapigwa. Mara mwingine anasema Sheikh Shafi, ngoja kidogo bwana, tunakuonaga kwa mitandao wewe cha. Baadaye ndio status sijui ndio nini, profile ndio imewekwa kule. Picha ina maana mtu akikwambia tupige picha za pamoja, automatically unaona ananikubali, ananipenda. Kwa hiyo mpaka kadiriki katoa simu yake ananipiga picha, manake mtu usompenda hutaki kuonekana naye. Huo ndio ukweli wa mambo. Hata we kama mke uliokuwa naye nyumbani umpendi, watu wakikuuliza bwana huyu ndio shemeji, taongea baadaye, takwambia huyo hajampenda. Lakini kama umempenda unataka uulizwe tu, basi ndo tulipita asubuhi, unaona tulipita, nilikuwa na wife, tulikuwa kidogo, njoo msalimie Sheikh Shafi, shemeji yako bwana. Hujatumwa, lakini kwa sababu unampenda. Hata yeye mwanamke kama hajakupenda, mmealikwa sehemu, anakuambia mume wangu, mbona mimi nimealikwa? Kama ni shughuli moja, mkienda huko anaulizwa na wenzie, huyu nani? Tutayaongea baadaye. Kwa hiyo sifa nyingine kupiga zile picha za pamoja, piga naye picha za pamoja. Lakini wanasema unapotoka naye usimwachie, mshike mkono.
Hata ukiingia kwa daladala usione haya, tafuta siti ukae naye. Nani asojua ni mkeo huyu? Kwa nini unaona haya? Jinasibishe naye, mshike mkono, mnaonekana mmepita kwa pamoja. Sio mmoja katangulia mmoja huku, hapana. Nenda naye kwa pamoja. Na hata sehemu ukiona umepewa mwaliko, unauliza unaruhusu kuja na wake zetu? Mmeona juzi tumeenda Chanika kule kufanya dua. Sheikh Omar Muhia alinipigia, Sheikh, safari ile ulinikataza kuja na shemeji yako, safari hii nakuja naye. Umeona habari hizo? Mwanamke anahisi upendo upo, unamwonea nani aibu? Watu pia ni watu wawili wawili. Lakini sifa nyingine ya 5 ambayo ni muhimu sana, baada ya kupiga picha naye za pamoja, wanasema ni mwiko. Usimrudie nyumbani kama hapa tukitawanyika, mpelekee zawadi, japo hata peremende, mbebe chochote. Wanasema ukirudi nyumbani fanya mambo matatu kwa haraka. Jambo la kwanza, mpe salamu. Anza wewe, kwa sababu tumefundishwa hata kama hamna mtu ndani, ukiingia tu wewe sema asalamu alaikum wa rahmatullah. Hiyo ni dua, mashetani wanakimbia. Lakini sisi tumekuwa kiburi, ukirudi kwa sababu wewe ndio baba, unanyamaza, unamtizama, amsalimiagi wakubwa. Anza wewe, assalamu alaikum. Hata kama mligombana utaona ati wa alaikum salam. Alafu baada ya hapo mpe mkono. Mpe mkono. Ukishampa mkono unaondosha fundo. Alafu fanya uchawi wa halali, mtabasamie. Unajua ukimtabasamia mtu, unaona naye automatically anaanza kutabasamu bila kujua yeye kwa nini mnatabasamu. Wewe kutana tu na mtu shehe, unasikia naam bwana. Hayo ukimuuliza wewe unakenua unataka nini? Hajui. Sasa wewe unarudi pale nyumbani kwa mkeo, fungulie mlango. Wewe tabasamu. Tena kama hatabasamu mfanyie jokes, unaona unamwangalia usoni. Ugomvi ushaisha bana, yashaisha, shamalizika. Toa tabasamu. Kutengeneza ndoa. Lakini wanasema kila wiki au kila baada ya wiki 2. Umechelewa kila mwezi, usisahau. Wanasema kila mwezi ukae naye kidogo kuzungumza maneno haya, kikao muhimu cha ndoa. Umuulize, mke wangu tunavyoishi, hebu niambie mambo gani na kukera niyarekebishe, na yapi nikiyafanya unafurahia. Basi utaona atafunguka. Lakini wanasema mawili ya mwisho, kila siku jitahidi kumkumbatia. Tena kumkumbatia bila kumwambia. Kumbatizi linaleta utulivu na linaleta mapenzi. Angalia hata kitoto chako ukikiona, ukikikumbatia kinasikia furaha. Angalia mtu ukikutana naye msikitini, habibi akakumbatia, kuna kitu kinaingia. Basi mkeo mkumbatie sana. Lakini pia wanasema kisaikolojia nyakati 2 zizingatie. Asema kila siku nyakati 2 uhakikishe unamtumia SMS mke wako tamtamu. Nyakati 2 wanasema kichwa chake kinapokea sana lugha ya mapenzi. Wakati akitoka asubuhi kulala, kabla hajaongea na yoyote, pale penyeza message. Na akishachukua kishuka chake anataka kulala, pale penyeza message pale. Mtumie message nzuri. Mtumie mashairi matamu pale. Ukiingiza pale utaona anaanza kutabasamu. Kuwa mbunifu. Tafuta maneno mazuri kabisa. Mwambie utamu wa samaki, umle na wali, usizidishe siki akawa mkali. Ni mimi wako dhaifu, nataka kujua yako hali, na kupenda mtoto wewe. Na kufanya hivi, hilo utamkuta anatizama ile message anaanza kutabasamu. Utasikia pale na kupenda pia, wao ndo chatting zishaanza pale. Wanasema hizi nyakati kwa SMS ni muhimu. Lakini ukweli usiopingika, Mungu atusamehe sana, hatuwatumii message za mapenzi. Tuliwatumia mwisho wakati tunawatongoza. Jamani, kweli si kweli? Sasa hivi ushampata kwishilia mbali. Tukisema hapa nani mara ya mwisho kumtumia mkewe SMS na kupenda, unakuta tunaikata miezi. Mwingine tushakuwa watu wazima, ya nini tena hayo?
Hizi SMS hazipo kabisa, hazipo kabisa. Sasa alikuwepo shekhe mmoja msikitini akisema jambo kama hili, akasema tuwe tunawatumia wake zetu SMS za kuwapenda. Mnafanya hivyo? Watu wasema ndio tunafanya. Akasema nani ana uwezo wa kumwandikia mke wake SMS na kupenda, alafu yule mkewe akarudisha jibu zuri na kupenda pia? Asema hata mimi, hata hapa tukiambiana, sema kimsukumia message, lakini mnajua wenyewe. Yule kiongozi akasema haya, kila mmoja sasa hivi afungue simu yake. Ndio tunafanya hapa sasa hivi mfano. Yaani tukifanya hapa tutaona maajabu. Angalia shehe akasema hebu kila mtu atume message. Basi kila mmoja akafungua message. Kila mtu kaandika, huyu kaandika Kizungu I love you so much. Mwingine akaandika Kiarabu uhibbuki kathira. Mwingine akaandika Kiswahili sijui nakupenda sana. Mwingine akaandika sijui kilugha chake na kupenda. Sasa wakajua wamemaliza, kumbe yule mzungumzaji mjanja. Ambia sasa hizo simu zenu simshatuma message, tumetuma. Asema badilishaneni simu, kila mtu ampe jirani yake tusubiri majibu. Shika simu yako, nawe shika ya kwangu, nawe shika ya kwangu. Watu wanasubiri messages zinarudi msikitini. Wanasikia ndandana isharudi hiyo. Ambia soma kwa nguvu. Kufungua ambia message ya kwanza makubwa. Madogo yana nafuu. Message ya pili, samahani kwani wewe nani? Hajazoea. Kwa chache, mume wangu hata mimi nakupenda. Mume wangu tufanye hapa uone balaa lake. Tufanye. Utasikia tuyaache shekhi. Haya tuyaache. Maana unaweza ukatuma message hapa ikaja na kuambia nakusubiri uniandikie talaka yangu naitaka sasa hivi. Haya ndio mambo ya mahusiano ya ndoa tumeshahitimisha, lakini kwa umuhimu wake wanasema pia tujitahidi tusiwadanganye wanawake. Tuwaeleze ukweli hata kama unauma ule ukweli. Na hata kama sisi utatutia majanga, lakini tuwe wa kweli. Ukweli unasaidia. Lakini pia tuwe tuna tabia kuambia tunapenda sana. Lengo letu ni ndoa zidumu inshallah taala. Na ili ndoa zidumu, wasia wangu kwa vijana wenzangu wa kileo, anayetaka mchumba mzuri, anayetaka binti mzuri wa kuoa, aende akamtafute kwenye nyumba ya baba mzuri aliosimama vizuri. Ukimtaka mwanamke wa sawa sawa, usimtafute kwenye kundi la wanawake, utafeli tu. Tafuta katika kundi la wanaume waliosimama sawa sawa. Mfano Othman Michael kama amesimama sawa sawa, amemvalisha mke wake hijabu za sawa sawa, ni ngumu binti yake kutembea kichwa wazi. Bila shaka atatokea mtoto wa kisawa sawa. Kwa hiyo pia vile vile ukimwona mtu wa kheri, muandame, mtake mtoto wake. Ukimwona mzee anasali, amejipinda na msikiti, kuna kheri nyuma yake, kapose kwake utafanikiwa. Haya mambo ya kupatana kwenye mitandao tuyaache. Mwisho tutachemka, tutaaibika, tutapata mitihani. Na mapenzi ni maisha. Ukiyakosea mapenzi, wallahi umekosea maisha yako. Unajua kuna kuoa ukioa unafanikiwa, na kuna kuoa ukioa unafirisika, na kama hujai kupata upati tena. Kwa hiyo baadhi ya koo kuna nuksi, kuna mitihani mingi, kuna laana, baadhi ya koo zina hasadi nyingi, kuna koo zina ushirikina mwingi. Kwa hiyo angalia wewe unaenda kuingia wapi. Ni sekta moja muhimu sana, na mapenzi yanatutesa wingi. Nishamaliza maneno, nataka Sheikh Shafii atusalimie naye kwa kiasi, na nimevutavuta ili kupata baraka ya chakula iwe tayari. Tumesema busatu leo inshallah, busatu letu leo litaisha kwa haraka. Lakini hapo nimekumbuka wasia mmoja. Pia walimu wengi wamefeli baada ya kuoa, kwa sababu inatakiwa umuoe yule mtu ambaye mnafanana target zenu. Wewe unataka mambo ya kiakhera, unamuoa mwenzio pressure yake dunia, hamwezi mkakaa sawa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuanguka kidini, kwa sababu mke alomuoa alikuwa wa kwanza kumkubali na kumsapoti harakati zake, mpaka akaingia katika mlango wa Uislamu bi au saabu wa biha, kwa milango mipana Sayyida Khadijatul Kubra
wa awwal man amana bihi minan nisa'i Khadija. Huyu ndo wa mwanzo kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa sababu ya Mtume hata dini yake ikafanikiwa. Lakini angalia wale mitume wenziwe ambaye walipata upinzani wa wake zao. Wengine hakupata hata mtu mmoja kumlingania, wengine walipata watu 10, wengine 2, wengine 80, na wamelingania miaka tele. Kwa hiyo pia na sisi dini yetu tutasimama sawa sawa, kwa sababu mafanikio ya mwanaume yanategemea design ya mwanamke alompata, na dini ya mwanaume inategemea design ya mwanamke alompata. Ukimpata mwanamke atakusaidia katika kheri, atakuongezea watoto, lakini ukimpata mwanamke mshirikina, hataki kheri, utaharibikiwa. Utakuwa kijana mzuri na utaharibikiwa, mwisho utakuwa huswali. Na tunao vijana walikuwa wazuri kabla ya kuoa, hivi sasa baada ya kuoa wameharibika, matapeli, hawaheshimu wazee tena, hawana heshima. Na wanawake nao hivi hivi. Kwa hiyo sio kila anayekuposa, sio kila unayemtongoza ni mtu sahihi kwako. Kaa na wazee, kaa na mashehe, mwisho kabisa fanya istikhara, mshauri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yote haya yataondoka kwa kukithirisha kutoa sadaka. Waislamu tutoe sadaka, kwa sababu sadaka zinaondosha mabalaa mbalimbali, hasa miezi kama hii ya kheri. Tujipinde kufanya kheri kama hizo. Tupo sisi Buguruni Rozana hapa, ambapo hapa Buguruni kuna huduma ambazo zinaendelea. Hapa ni kituo cha huduma, sio kituo cha biashara. Huduma ambazo zinapatikana hapa, ya kwanza ni huduma ya counseling. Huduma ya counseling tumeitengea sehemu maalumu. Tunafanya ushauri, tunayo kliniki ya mahusiano. Tunafanya ushauri kwa ajili ya ndoa, lakini pia tunafanya ushauri kwa ajili ya biashara na kazi. Kwa hiyo mtu ambaye kidogo ameyumba, basi tunazo njia za kumwelekeza amali, lakini kumwelekeza miundo mbinu, kwa sababu kukwama ni kubaya sana. Kila kitu lazima ushauriwe. Kushauriwa kunasaidia sana sana. Kwa hiyo usione tu uje kwa ushauri wa ndoa, hata ukiona mambo magumu njoo, inshallah tukupe ramani, fanya hivi, fanya hivi. Wengine anajitoa nguvu zake, lakini hiyo njia anayoitumia haimfikishi hata Kariakoo. Kwa hiyo anazunguka pale pale tu, hawezi kupata kikubwa. Kwa hiyo huduma ya ushauri kwa ajili ya kazi na kipato inatolewa. Tena inatolewa free of charge, bure kabisa, kwa sababu ni sehemu ya dini. Kwa hiyo vijana wa leo hatuna pesa, hatuna mwelekeo, njoeni mpate huduma hii. Lakini pia huduma ya ushauri wa uchumba kabla ya kuoa, lakini pia aloingia ndani ya mahusiano na alozeekea katika mahusiano, pia tunatoa ushauri wa sampuli hiyo. Lakini pia tunafanya suluhu. Ngazi za kwanza za kesi zinaanzia hapa. Zile ambazo zimeshindikana huwa tunazipeleka kwenye taasisi mbalimbali, na inshallah hazishindikani. Na tunashukuru kwa sababu jina la Uthman Maik kwa sasa lishaenea sehemu nyingi. Kwa hiyo pia tukiwapigia watu simu wa talaka au waume za watu au wake za watu, huheshimu ule wito wetu, na wengi wamekuja tukayababadua na yakafanikiwa. Na hii ni sehemu kubwa sana ya Uislamu. Huduma ya ushauri ilikuwepo tokea zamani, ilikuwa ikirekodiwa, lakini hivi sasa imeacha tu kurekodiwa, lakini everyday inaendelea. Huduma hii ilijiunga watu watatu ambao wana ndimi za kuzungumzia mambo ya jamii. Alikuwa Babie Sheghele, Babie Kilwasha almaarufu, alikuwepo Mwalimu Dimoso, wakiongozwa pamoja na mimi. Jambo linaendelea pale pale, lakini bado head office niko nayo mimi. Kwa hiyo jambo hili insha Allahu Taala linapoteza wakati na ni jambo la bure, lakini kwa sababu lina ujira mkubwa kwa Allah, waslih baina mutakhasimatain, kusuluhisha kati ya wawili waliogombana wakapatana, ili ni katika adhaimil umur, ni katika mambo yenye fadhila na ni katika mambo makubwa na ya msingi kabisa. Barakallahu fikum. Kwa hiyo hili jambo hii huduma inapatikana, inaendelea. Lakini huduma nyingine inayopatikana ni taalimu ya matibabu. Pia tunatoa elimu bure kuwezesha umma wa Tanzania na binadamu kwa ujumla, lakini kipaumbele hasa Waislamu, elimu ya tiba za afya zetu, tiba za asili, tiba za mitishamba. Pia ilmu hii inatolewa
Hata jana kuna binti kutoka Zanzibari alikuwa anataka tuje kumfundisha masala ya hijama. Katika mitandao tumeonesha tiba nyingi sana, lakini pia na hata hapa tunatoa ilmu kama hizo. Nafikiri ni muda wako tu, Lakini pia huduma nyingine inayopatikana, pia tunatoa huduma hasa za dua. Hapa panasoma dua dhidi ya mashetani na kadhalika. Lakini pia tunatoa huduma za dawa pia na dawa pia tunatoa. Lakini pia tunafanya huduma za ruqya dhidi ya majini na kadhalika. Haya yote yanafanyika. Lakini pia tunatoa huduma ya mawaidha, mauidha. Huduma hii ya mawaidha ni kuapply tu mapema. Sisi hatutizami msikiti uko mbali upo karibu, na tukutoeni hofu. Wengi wakituita utuambia sasa mambo yako yanakuaje. Sisi hatuhitaji mambo zaidi ya kusema. Hatuhitaji hiyo sadaka yenu mnayochanga, kaeni nayo wenyewe. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi katika jambo hili. Tukizidiwa tutasema. Lakini kwa hivi sasa alhamdulillah. Kwa hiyo watu wasituone tunahitaji gharama ili tufanye mawaidha. Pengine ni umuhimu na isiache kutolewa gharama, kwa sababu kuna wengine wanaihitaji kwa ajili ya nauli. Lakini sisi tunaweza inshallah, na Mwenyezi Mungu atatuingizia umo kwa umo. Kama leo tumetakiwa Lindi Kariakoo, tumeenda tumesema, na hapa tumekaa karibia lisana kitu tunasema na watu wanasikiliza. Na mawaidha yetu haya msiogope kwamba lazima yawe misikitini. Sisi tumeanza kujifunza da'wa infiradia. Hata mtu mmoja mmoja, una kijana wako mgumu kuswali, usiogope, mwambie Sheikh Othman aje aongee naye. Hiyo ndo kazi na hiyo ndo izza. Si lazima mihadhara yetu sisi ipate matangazo makubwa. Sasa shekhe anakuja utafikiri ni kifaru. Hapana. Sisi tuitie kuna mtu mmoja hataki kuswali, tutakuja kuongea naye huyo mmoja. Na hatutaki open press sehemu kubwa, iwe kichochoroni tutakuja. Tutakuja kwa sababu sisi ni wazee wa jaula. Tunachotaka ni kutangaza neno la Allah liwe juu tu basi. Na kila kufuri ina ufunguo wake. Inawezekana umeongea naye sana, sasa limekuwa sikio la kufa. Tuite sisi inshallah taala. Jengine misaada. Kuhusiana na misaada, tunaletewa barua mbalimbali. Jamani tusaidieni taasisi, jamani tusaidieni misikiti, jamani tusaidieni kadha. Na wengi hutumia tiketi hii kwamba shekhe unajuana na watu wengi. Mimi bwana sijuani na watu wengi katika mlengo huo. Na hakuna watu hata wanaoleta sadaka hapa. Hakuna watu hao. Na ninaona pia ni kheri. So mtu kuleta pesa hapa alafu tuzigawanye, hakuna alotosheka na pesa, na huo ni mlango mzito kweli kweli. Isipokuwa inshallah mtu akija hapa kwetu akiwa na haja yake, basi tunajitahidi sisi kujikwamua. Saa nyingine tunacho inshallah tunatoa, kama hatuna tunaweka siku za mbele kwamba inshallah tukutane tena Ijumaa. Kwa sababu hizi siku za kati hapa tunatafuta. Kwa hiyo kile kinachopatikana kinatoka katika mfuko wa Uyoshi ya Othman Michael. Lakini kama kuna watu wanafanya hivi, kwa kweli hawapo. Na wangekuwepo tungeshukuru sana, kwa sababu watu wenye haja tunao wengi kweli kweli, tena wamezidiwa wallahi alazim. Kuna watu mpaka wanatoa machozi, itabidi umpe wewe usile. Kuna watu wenye hali ngumu kama kina shekhe zetu, kina Sheikh Haidar, kina Sheikh Katani. Utakuta wanasaidiwa mpaka Ramadhani. Lakini kulala njaa ni sehemu ya kawaida kwao. Hasa Sheikh Othman Michael kama mambo yake si mazuri ndio basi ishakuwa hivyo. Kwa hiyo inshallah taala tuwe na subira hiyo. Hii nalo tumeona tulitanabahishe, lakini tunatamani na tunaomba dua Mwenyezi Mungu ajalie kila anayekuja nyumba hii shida zake ziishie humu. Lakini la mwisho, kuna baadhi ya watu huona kama wanatusumbua. Kuna mtu mmoja juzi nilimwambia usione kama unatusumbua. Maana kila akija ambia Sheikh nitaka nikafanye jaula lakini pikipiki haina mafuta, najisikia kama nakusumbua. Naambia hapana.
Hii nafasi ametupa Allah subhanahu wa ta'ala, hutusumbui. Inshallah endelea, ipo siku litafunguka kama si lote. Kwa hiyo pia jambo hili wala hamtusumbui, jambo la kheri na ni nafasi ya dimu hii. Mwenyezi Mungu akikuona unaanza kuichoka, wananiomba, wananifanya hivi, Allah anaufunga huu mlango. Kuna watu wanatamani wapate nafasi kama hii, waombwe. Waombwe tu, lakini ndio hivyo, hiyo fursa hawajapewa. Na watu wengi nimewaona walipopata vitengo kama hivi wakalewa, nakuta wanaajibu watu kwa ukali, kwa kuwafokea, toka pange mstari bwana, toka. Mwisho wa yote mamlaka yale Allah amewaondosha. Sasa sisi tunataka kila mmoja awe ameridhika kwa kila hali, kuanzia tiba zetu, kuanzia mashauri yetu, kuanzia simu watu wanazotupigia, hatutaki kuwajibu kwa ukali kabisa, kuanzia huduma tunazotoa mpaka huduma zingine kama hizi. Wama alaina illa albalagh. Sheikh Shafii, na kuomba uje utufungie inshallah taala busati letu hili. Wakati huo nimeongea kwa kirefu sana, lakini si neno. Kisha baada ya hapo nami niangalie mazingira inshallah. Karibu sana Sheikh.